Mheshimiwa sana Baba Paroko, Paroko msaidizi, Baba Padre toka Peramiho, mafrateri, watawa, kamati tendaji parokia, waumini wote, tumsifu Yesu Kristo. Nisiwe na maneno mengi sana ya kuongea. Neno langu kubwa ni shukrani kwanza kwa moyo wenu wa upendo na ukarimu ambao waliwafanya muweze kuniita rasmi siku ya leo ili tuweze kufanya matendo haya makubwa mlioyafanya. Nawashukuru sana, Mungu awabariki. Na mmetambua kwamba tunapoanza kitu ni kigumu, na kwa sababu hiyo tunahitaji kutiwa moyo, na haya ndio mlioyafanya hapa, kututia moyo katika safari yetu hii tuliyoianza katika jimbo jipya la Bagamoyo. Najua pale tuko pale kwenye nyumba yangu ile mpya kabisa. Na kama nyumba mpya kuna mahitaji mengi sana ambayo nawaalika wote, hata kama unaweza kufika ukasema hapa naonekana kinakosekana hiki, unaponisalimia karibu, unaweza mkaona kabisa huyu jamaa anahitaji hiki, ngoja tumpelekee tu. Kwa moyo mliofanya na mlioonyesha, ni moyo wa upendo, ni moyo wa uzazi, kwamba huyu anayeenda kuanza kule ni mtu wetu, ni mtoto wetu. Kwa hiyo tumpe moyo katika utume wake ili yote yawe mepesi anapoyafanya. Asanteni sana kwa moyo huu. Pokea salamu nyingi sana kutoka huko Bagamoyo wanawasalimia. Basi tunaendelea kumwomba Mungu na sisi tuweze kupiga hatua, mwisho wakati tuweze kuwa jimbo kongwe. Ni kongwe kwa maana ya kwamba ni mlango wa imani. Kama jimbo ni la 36, lakini kama Bagamoyo ni mlango wa imani, ambapo majimbo yote 35 yametokana na wamisionari walioingia katika mlango huu. Kwa sababu tuna jukumu kubwa sana kuendeleza mlango huu wa imani, uwe mlango wa imani kweli kweli, na watu wanapokuja watukute na wasije wakaiacha imani yao pale, ila watajirike katika imani. Unajua kuiacha imani maana yake wanapoona pale sasa mlango wa imani, ngoja nikaone kwa shauku ile, nafika pale wanaona ni watu wa ajabu, wanaiacha imani pale. Lakini wanapofika pale wanaona ni watu wema, wanafanya vizuri na wana imani thabiti, wanatajirika na wao katika imani. Tuwe hivi, mtuombee na tuombeane, Mungu atukuze zaidi, na sisi tuendelee kutakaswa katika maisha yetu, tuendelee kuutakatifuza ulimwengu. Na watakia yote mema, na Mungu awabariki sana. Kuna watu ambao huku nina historia nao vile vile. Nimemwona Nchimbi hapa, Kenneth Nchimbi, sijui yuko wapi hapa, nilimwona sehemu fulani. Yule kule juu kule, huyo ni mdogo wangu kule Maua Seminari. Alikuwa mdogo wangu pale, na wao walinitunza sana kama wadogo zangu. Kwa hiyo naona mpaka leo anaendelea kutunza kama mhasibu wa UWAKA, na naona unalipenda kanisa. Nafurahi sana kukuona hivyo. Mungu akubariki. Asanteni sana, na sasa tuendelee na hatua nyingine, na mimi nawaahidi kuwaombea kweli kweli. Mungu awabariki sana.